Mabao mawili yaliyotokana na mikwaju ya penalty iliyopigwa na mchezaji wa kimataifa kutoka Cameroon Lionel Ateba Mbida yaliwezesha Simba wekundu wa Msimbazi kupata ushindi wa nyumbani kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa kutoka Kigoma katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara ambayo ilikuwa na ushindani wa aina yake. Ni mechi ambayo mwisho wa siku iliibua maswali kadhaa, mojawapo ikiwa kwamba je, mabao haya mawili yaliyofungwa na Lionel Ateba Mbida kwa juu ya penalty ni penalty halali ama mwamuzi Kefa Kayombo alipepesa, alichemsha yeye na wasaidizi wake? Lakini maswali mengine ni juu ya ukweli kwamba mechi hii ilichezwa kwa dakika nyingi sana za nyongeza ili kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, kwa mujibu wa tathmini ya mwamuzi Kefa Kayombo na wasaidizi wake, kwamba mechi hii baada ya dakika 90 zilizoonekana kwenye ubao ziliongezwa dakika 15, lakini dakika 15 nazo zikaongezeka dakika 4 plus. Kwa ujumla zilikuwa ni around dakika 20 leo hii zimeongezwa ili kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali wakati mechi ikichezwa, hususan katika dakika 5 za kipindi cha pili, ikitokana na kile ambacho mwamuzi Kefa Kayombo na wasaidizi wake nacho kiliibua maswali kwamba je, pengine muda uliongezwa mwingi zaidi. Lakini maswali mengine ni kutokana na kadi nyekundu aliyopata golikipa wa Mashujaa nahodha Muntari katika kuelekea dakika 10 za mwisho za muda wa kuonekana kwenye ubao. Muntari alipewa kadi nyekundu baada ya kuonekana akiurejesha mpira uwanjani katika tafsiri ambayo ya mwamuzi iliona kana kwamba ni mbinu za kuchelewesha mchezo, kwa sababu tayari kipa huyo alishaonyesha dalili za kuwa anafanya matukio ya kuchelewesha mchezo na alikuwa tayari ameshalimwa kadi ya njano na mwamuzi Kefa Kayombo. Kwa hiyo katika muda huo kuelekea around dakika ya 80 akapata kadi nyekundu kwa kupata kadi ya pili ya njano kutokana na tafsiri ya mwamuzi Kefa Kayombo kwamba alikuwa anapoteza muda. Na kadi hiyo ya njano ya pili iliyosababisha kupatikana kwa kadi nyekundu pia iliibua maswali kwa baadhi ya wafuatiliaji wa mechi hii kwamba alistahili ama mwamuzi Kefa Kayombo alikuwa mkali zaidi. Hayo ni miongoni mwa maswali yaliyojitokeza katika mechi hii ambayo leo hii ilikuwa na mvuto wa aina yake, ushindani mkali kutokana na kweli kwamba Simba walicheza mchezo wao wa kumiliki zaidi mpira, wakicheza katika muda mwingi wa mchezo kwenye eneo la pili la nusu ya uwanja, kwa maana eneo la Mashujaa, huku Mashujaa chini ya kocha wao Salum Mayanga waliingia na mpango kazi wao kuwa timu ya pili uwanjani na kushambulia kwa kushtukiza pale palipostahili, wakipokea mashambulizi mfululizo ya Simba, wakihakikisha kwamba safu yao ya kiulinzi ikipata support, ungwaji mkono na viungo wao akina Balama Mapinduzi, akina Idrisa Stambuli, kuhakikisha Simba wanakuwa katika eneo la Mashujaa katika muda mwingi wa mchezo, lakini kamwe hawapati fursa hata kidogo ya kumfikia golikipa wao Muntari kirahisi, na hivyo kuwafanya wawe salama. Katika mpango kazi huu wa Mashujaa wakiwa ugenini leo hii kwa Simba, dakika ya 5 tu ilionekana kuwalipa, kwa sababu Mashujaa walifanya shambulizi la kushtukiza, shambulizi la kujibu, mpira ukamkuta Jafari Kibaya akiwa amezungukwa na wachezaji kadhaa wa Simba, akafanya jaribio la kupiga shuti akiwa karibu na Yusuf Kagoma, na hiyo ni baada ya mpira kupotezwa na Simba wenyewe ambao ni beki wao wa kushoto leo hii alianza badala Mohamed Hussein Shabalala. Alikuja kutoka kipindi cha pili akaingia nahodha Shabalala, lakini alianza Valentino Uma aliupoteza mpira wakati akijaribu kupasia wenzake, ukanaswa na Mashujaa, na ndipo Jafari Kibaya akawadhuru kwa shuti la nje ya 18 la mguu wa kushoto, ambalo kwenyewe kwake mguu wa kushoto sio mguu wenye nguvu zaidi, ni weaker foot, lakini lilimshinda golikipa Musa Pimpin Kamara. Simba wakawanyuma kwa bao moja katika dakika ya 5 tu ya mchezo, lakini mpaka mapumziko Simba ndio walikuwa kitawala zaidi mchezo, wakijaribu kufika zaidi kulinganisha na wageni Mashujaa. Mpaka mapumziko Simba walikuwa tayari wameshapiga mashuti takriban 8 shots, mashuti 8. Kati ya hayo mashuti 3 yalikuwa yamelenga shabaha, ilhali Mashujaa wakiwa wamepiga shuti moja tu ambao lilenga shabaha, na ndilo hilo moja la dakika 5 lililowekwa wavuni Jafari Kibaya. Lakini katika muda ambao mpaka mapumziko Simba umiliki wa mpira kwa session walikuwa ni 83% kulinganisha na Mashujaa ambao ulikuwa ni 17%. Mpaka mapumziko Simba walikuwa wamecheza faulo 2, ilhali Mashujaa wakiwa wamecheza faulo 26. Unaweza kaona kwa namna gani mechi ilikuwa ikichezwa hata kama ukuishuhudia, kwa maana kwamba Mashujaa walikuwa very aggressive,
wapambanaji haswa katika kuzuia, wakihakikisha Simba kila mara wanapofika kwenye eneo lao hawapati fursa ya kwenda kufunga, na ikibidi walikuwa wanafanya hata faulo alimradi wawe salama. Ni katika kipindi ambacho dakika 45 za kwanza wachezaji watatu wa Mashujaa tayari walikuwa wameshapata kadi za njano, akiwemo Gamal Asa, lakini akiwemo mmoja wapo akiwepo ni Gamal Asa alikuwa tayari ameshapata kadi ya njano kati ya wachezaji watatu. Lakini kipindi cha pili Simba waliendelea kumiliki mpira zaidi, Mashujaa wakienda kufanya mbinyo kwenye eneo lao, kuwa compact, wakibanana haswa kuzuia fursa kwa Simba ambayo ilikuwa ikimiliki mpira zaidi lakini isilete madhara. Ikumbukwe katika kipindi cha pili kocha wa Simba Fadlu Davids alifanya mabadiliko kadhaa, kwa sababu katika kikosi chake kilichoanza leo hii nyota kadhaa ambao huanza kikosi cha kwanza hawakuanza katika kikosi cha kwanza. Hawa ni pamoja na beki mbili Shomari Kapombe hakuanza, lakini Mohamed Hussein Shabalala beki tatu hakuanza. Katika eneo la kiungo alianza Deborah Fernandez Mavambo, lakini hakuanza Fabrice Luamba Ngoma. Mavambo alianza na Kagoma. Lakini kwenye eneo la viungo watatu ushambuliaji, katikati anaanza Jasha Ahua, leo hii alianza Awesu. Pembeni kulia huwa anaanza Kibu Dennis Prosper, leo hii alianza Edwin Charles Balua. Lakini kushoto alikuwepo Elim Panzu Kibisawala, mshambuliaji kinara akiwa Lionel Ateba Mbida, wakati beki mbili mahala pa Papombe alianza David Kameta Duchu. Lakini mpaka mapumziko, baada ya Fadlu Davids kuona mpango kazi wake unagonga mwamba mbele ya Mashujaa waliokuwa imara sana katika kuzuia, akafanya mabadiliko kwa kuingiza Kapombe, Mohamed Hussein Shabalala, lakini vile vile alikuja kumuingiza Kibu Dennis Prosper, na baadaye alikuja kumuingiza Joshua Budo Mutale, yote katika kuhakikisha wanapata fursa ya kwenda kupata matokeo chanya katika mechi hii dhidi ya Mashujaa. Ni katika kipindi ambacho ndipo Simba katika dakika ya 65 wakapata bao la mkwaju wa penalty lilofungwa na Ateba, ikiwa ni baada ya cross aliyojaribu kupiga Mohamed Hussein Shabalala kuonekana kana kwamba beki Gamal Asa ameunawa mpira, ingawa ilionekana kana kwamba mpira ulimgonga tumboni, na hivyo mwamuzi Kefa Kayombo na wasaidizi wake pengine hawakuona kwa usahihi tukio hilo, maana wao hawapati fursa ya kuangalia marejeo ya picha za video. Nchi yetu, ligi yetu haina VAR, lakini ukiangalia vizuri marejeo ya picha za video unaweza ukaona pengine mwamuzi baini kwamba mpira uligonga kwenye tumbo, ingawa kwa wengine tafsiri ni kwamba mkono ulitumika. Yote 9 ikapigwa penalty. Lakini kufikia kwenye dakika 80 plus ndio pale ambapo Muntari alipata kadi ya pili ya njano, na hivyo kufanya Mashujaa wawe pungufu uwanjani, lakini pia hawana golikipa wa kiasili. Beki Gamal Asa ilibidi arudi langoni kwa sababu alikuwa tayari ameshafanya mabadiliko idadi inahitajika kikanuni. Katika dakika za nyongeza, kwenye dakika 15 zilizoongezwa leo hii, lakini zikaongezeka tena nyingine takriban 4 kutokana na kile ambacho bila shaka tafsiri ya mwamuzi Kefa Kayombo na wasaidizi wake kinambasha ni kwamba muda mwingi ulipotea, na waliokuwa wakipoteza mara nyingi watuhumiwa ni Mashujaa akiwemo golikipa wao. Na ni kweli ilikuwa ni mpango kazi wa timu katika kuhakikisha baadhi ya wachezaji bila shaka wanapopata fursa wamalize dakika kwa kuhakikisha wapate matokeo chanya katika siku ya leo. Hata hivyo dakika hizi huenda zikawa ndio nyingi kuliko mechi zote za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu katika dakika zile za nyongeza, kwa maana 15, lakini bado zikaongezwa nyingine zikawa around dakika 20. Kwenye dakika ya 19 plus ya muda ule wa nyongeza kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, ndipo Shomari Kapombe katika hiyo dakika ya 19 plus baada ya dakika 90 za muda wa kawaida, Shomari Kapombe akaonekana kufanywa madhambi na Abdul Maliki Zakaria katika tukio ambalo kibenera kilichoinuliwa na Mbasha kilimfanya aende kuwasiliana naye, na mwisho wa siku ikaamuliwa mkwaju wa penalty ulioibua maswali mengi tena, hususan kwa wachezaji wa Mashujaa kuona kana kwamba mwamuzi na msaidizi wake hawakuwatendea haki. Wakajikuta Crispin Ngushi katika majibishano hayo akipata kadi ya njano, na hivyo kufanya Mashujaa leo hii wapate kadi 6 za njano, lakini vile vile wakiwa na kadi nyekundu tayari ambayo ilitokana na kadi 2 za njano alizopata Muntari. Pigo la penalty likawekwa wavuni na Lionel Ateba Mbida kufanya Simba waibuke na ushindi wa mabao 2-1 katika mechi ambayo Kefa Kayombo mwamuzi amekuwa gumzo kutokana na maamuzi yake, baadhi yao yakiibua maswali. Lakini ushindi huu umezaa nini? Ni kwamba Simba wapo katika nafasi ya pili sasa kutoka kileleni mwa msimamo wa ligi kama ilivyokuwa awali, lakini wakipunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara Yanga sasa kubaki pointi 10 kutoka pointi 13, kwa sababu Simba wamefikisha pointi 60 ilhali
Vinara wa ligi Yanga wana pointi 70, lakini Simba wana viporo vitatu kulinganisha na mechi walizocheza Yanga. Yanga wamecheza mechi 26, Simba baada ya ushindi wa mechi ya leo dhidi ya Mashujaa wametimiza mechi 23. Bado mechi 3 ili kufikia idadi sawa mechi walizocheza Yanga, tofauti ya pointi baina yao ikiwa pointi 10. Lakini Simba wameongeza mabao kutoka 52 waliofunga kabla ya mechi ya leo, sasa wamefikisha mabao 54, lakini ya kuruhusu kutoka 8 sasa yamekuwa mabao 9. Ilikuwaje leo hii? Kilichowafanya Mashujaa wapate matokeo ya 2-1 kiasi ya kwamba pengine walikaribia kwa uvuna pointi ni kile ambacho kocha Mayanga alikuwa amewapangia bila shaka leo hii, na wakatekeleza mapambano ya mipira 50 kwa 50 hasa katika eneo lao. Walikuwa vizuri sana, lakini namna walivyokuwa wakiungana, ile tunasema defensive organization katika kuzuia, walikuwa wakijitahidi sana kuweka mbinyo kuwanyima fursa wachezaji wa Simba kupata fursa za kumuona golikipa wao. Eli Mpanzu Kibisawala purukushani zake zote leo hii hakuonekana kuwa na madhara makubwa kwa Mashujaa, lakini eneo lingine ambalo wanaweza wakajisifu ni namna ambavyo walikuwa wanapambana mwanzo mwisho bila kuchoka. Tofauti pekee ya kufanyia kazi kwao ni kwamba kuepuka faulo, hasa wanapocheza na timu kama Simba ambayo ina wapigaji wazuri wa mipira ya faulo. Leo hii Mashujaa walicheza faulo 33 kulinganisha na faulo 4 tu za Simba katika mechi nzima. Lakini jambo lingine kuzingatia pale inapobidi, basi golikipa wao Muntari na wengine wote kwa ujumla kuepuka kupoteza muda pasi na sababu, kwa sababu wakati mwingine wanaweza kukutana na muamuzi kama Kefa Kayombo mkali katika kutunza muda, wakajikuta hata baada ya dakika 90 za muda wa kawaida zikaongezwa dakika nyingine ili kufidia muda wote uliopotea, na akiwa mkali zaidi ndipo katika siku kama ya leo ambapo mwamuzi amepata sababu na wasaidizi wake kuongeza dakika kufikia idadi ya around dakika 20. Ingawa tunafahamu dakika zozote zikiongezwa faida ni kwa timu zote mbili. Hata wao Mashujaa walipaswa wazitumie dakika hizo kupata matokeo waliyohitaji, kwa sababu hazipo kwa ajili ya timu moja kama mwenyeji Simba. Lakini jambo lingine kuzingatia kwa Mashujaa, wanaposhambulia, pindi wanapoamua kuzuia kutokea chini low block, basi wanaposhambulia wawe na idadi kubwa kuliko walivyoonyesha leo hii. Katika kipindi cha kwanza awali walikuwa wakimtegemea zaidi Jafari Kibaya kufanya mashambulizi akiwa peke yake, na hivyo mara nyingi mipira yao waliposhambulia kwa kushtukiza iliishia katika himaya ya Simba, ukiondoa tukio lenye mafanikio kama la dakika 5 alilofunga Jafari Kibaya. Kibaya alikuja kutoka, lakini kipindi cha pili jukumu hili aliachiwa Crispin Ngushi. Alijitahidi, lakini zipo mara kadhaa alijikuta kana kwamba yuko peke yake. Kwa sababu hiyo Mashujaa chini ya Salum Mayanga wanatakiwa kurekebisha eneo hili. Wanaposhambulia kwa kushtukiza, waende na idadi ya kutosha ili kuhakikisha wanatengeneza uwezekano wa kufunga mabao na sio bao moja kama ilivyokuwa leo hii. Lakini kwa upande wa Simba yapo pia mambo ambayo wanapaswa kufanyia kazi. Moja wapo umakini katika kuzuia mashambulizi ya kushtukiza katika mechi ambazo wao wanakuwa wamezikamata mwanzo mwisho, kama leo hii ambayo kipindi cha kwanza walimiliki mpira kwa 83%, kipindi cha pili kwa ujumla wastani ukawa ni 75% kwa mechi nzima ya umiliki wa mpira. Lakini Simba wakapiga mashuti katika mechi nzima, mashuti 17, 5 yamelenga lango, ilhali Mashujaa mechi nzima wakipiga mashuti 4, mawili ya kilenga lango, matokeo yakiwa 2-1. Simba chini ya Fadu Davids wanapaswa kufanyia kazi eneo hili la kwamba wanapofika katika eneo la mwisho katika mechi ambayo wao ni watawala zaidi, basi wawe na utulivu ili kutumia fursa, kwa sababu huwa nafasi ni haba dhidi ya timu inayozuia vizuri kama Mashujaa. Leo hii licha ya kushinda 2-1 yote kutokana na mikwaju ya penalty ya Ateba, Simba walikuwa na fursa ya kupata mabao katika open play. Mojawapo zilimwangukia Lionel Ateba Mbida takriban 2, ikiwa mojawapo katika kipindi cha pili, yeye akiwa takriban yadi 6 tu kutoka langoni akaruka kichwa na kupiga mpira nje. Fursa kama zile zinapaswa kutumiwa vizuri. Lakini Simba pia wanapaswa kufanyia kazi namna kukabiliana na counter attacks, mashambulizi ya kujibu ya wapinzani, kwa sababu mara kadhaa walipofanya Mashujaa ilionekana pengine wangeweza kumfikia golikipa wao Kamara, lakini Mashujaa kilichookoa Simba ni kwamba walikuwa wakifanya hivyo na wachezaji wachache. Haya ni baadhi ya mambo ya kushughulikia, lakini mwisho wa siku Simba wamepata pointi 3 muhimu katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024-25, hivyo kuendelea kuweka hai matumaini yao ya kuichallenge Yanga katika kuwania taji. Lakini kwa mwamuzi Kefa Kayombo, bila shaka akifanya marejeo ya mechi hii, yapo mambo kadhaa ambayo mwenyewe huenda akaona kana kwamba alikuwa mkali zaidi katika maamuzi yake. Mwisho wa siku Simba 2, Mashujaa 1, Simba wamevuna pointi zote 3 na hivyo kupunguza wigo wa pointi baina yao na vinara Yanga kutoka pointi 13 za awali
na sasa ni pointi 10. Itakuwa vipi katika mechi zilizosalia ambazo Simba miongoni mwa timu atacheza nazo ni pamoja na JKT Tanzania, Pamba Jiji na KMC, ikiwa ndio viporo vitatu vya kutimiza idadi sawa ya mechi na vinara Yanga ambao wameshacheza mechi 26. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.